Naam, sasa tusonge mbele mtazamaji. Rais William Ruto ameendeleza mashambulizi yake dhidi ya viongozi wa upinzani katika ziara yake kaunti ya Tharaka Nithi. Rais Ruto aliyehudhuria ibada ya Jumapili kabla ya kukagua soko la kisasa la Chuka amemsuta kiongozi wa DCP Rigathi Gachagua kwa kumshambulia na kumdhalilisha mara kwa mara naibu wake Profesa Kithure Kindiki, akisisitiza kuwa viongozi hawachaguliwi kutokana na ubabe wa matusi ila kutokana na rekodi ya maendeleo pamoja na malengo yao kwa Wakenya. Baada ya kukamilisha ziara ya siku mbili kaunti ya Murang'a, Rais William Ruto alitua kwa kishindo katika kaunti ya Tharaka Nithi, ngome ya naibu wake Profesa Kithure Kindiki, akianza kwa kuhudhuria ibada ya Jumapili katika kanisa la Presbyterian eneo la Rubate kabla ya kukagua miradi kadhaa ya maendeleo eneo hilo. Rais ametumia ziara hiyo kumwelekezea mashambulizi aliyekuwa naibu wake Rigathi Gachagua kwa kuendelea kumdhalilisha Kindiki, huku akisema kuwa siku moja atamsalimia kwa heshima. Mimi nataka niwaambie hawa jamaa, nyinyi mnaomdharau huyu profesa. Huyu profesa anawashinda akili mara 100. Hamuwezani na huyu bwana. Huyu profesa, mimi nataka niwaambie wale watu wa madharau, nyinyi mlio na madharau, punguzeni madharau, punguzeni kiburi, punguzeni ukabila, punguzeni chuki. Mimi naona unatetea naibu wako kutokana na watu wa madharau. Rais, hata vile unanisaidia, mimi nataka nikuhakikishia kwamba hawa watu hawawezani na fireman. Hawa jamaa hawatoshani na fireman. Amewakumbusha viongozi wa upinzani kuwa jukumu la kuwachagua viongozi ni la Wakenya na watafanya hivyo kwa kuzingatia rekodi ya maendeleo na sera, wala sio siasa za uchochezi na matusi wanazoendeleza viongozi hao. Saa ile mnaenda kuchagua kiongozi, mnampima na kazi ama na sura? Mnampima na kiburi ama na kazi? Ni fitina ama kazi? Ni matusi ama kazi? Ni ukabila ama kazi? Si kila mtu atachaguliwa na kazi yake ama namna gani? Wangapi wanasema kila mtu achaguliwe na kura? Viongozi kutoka eneo la Mlima Kenya wamemhakikishia kuwa watamuunga mkono katika azma yake ya kurejea uongozini katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. You have told us that you are setting us on a path to develop our country into the first world within a single generation. Tutakupatia kura hii mwaka inakuja, na tutapitia kando na tutaongea tumejificha. Kiswahili wanasema kizuri chajiuza kibaya. Rais ameelezea baadhi ya miradi ambayo serikali yake imefanikisha hadi kufikia sasa, pamoja na mipango ya serikali yake eneo hilo, ikiwemo ujenzi wa daraja la Nithi, upanuzi wa barabara kuu ya Tharaka Nithi kuelekea eneo la Maua kaunti ya Meru, na ujenzi wa soko la kisasa la Tharaka Nithi. Caro Christopher, Undugu TV.